Bana mtazamaji wa channel ya Biomedia, ni kusalimu, mambo vipi? Na tumai uko poa sana, wewe ambaye unaendelea kutufuatilia kila wakati na kuendelea kuangazia taarifa mbalimbali yale yote ambayo yameweza kumeki headlines, ndio. Kama kawaida unaungana na Official Rose D katika kutazama yale yote ambayo yameweza kujiri na kutikisa vichwa vya habari. Leo tunakamata story ambako mwanadada Mange Kimambi ametoboa siri Diamond alimforce Mario kuwepo kwenye video ya wimbo wake wa Sasampa, alikuwa hataki. Story ambayo inakuwa gumzo mitandaoni ni bwana mkubwa Mario kuonekana katika video ya wimbo wa Diamond Platnumz ambayo inaitwa Sasampa, japokuwa ndani ya video hii mpya ya Diamond Platnumz walikuwa mastaa wengi kiukweli, lakini mtu ambaye anameki gumzo alikuwa ni Mario. Maana unaona Mario amekuwa ni miongoni mwa wasanii wakubwa hapa nchini kwetu Tanzania, ambapo wamekuwa katika ile Big 5 ya wasanii wakubwa Tanzania, ambaye naye pia amekuwa akishindanishwa na Diamond Platnumz kwa sasa. Sasa inakuaje akajihusisha namna hii kuwa katika hii video ya Diamond Platnumz ya Sasampa? Haoni kwamba mashabiki zake watamuona kama anajidhalilisha fulani hivi? Lakini pia inakuwa sio kitu cha kawaida. Itakumbuka kwamba Mario naye aliachia wimbo wake mpya ambao unaitwa Njozi, ambapo wimbo wake uliingia kwenye zile nyimbo 4 ambazo zimekuwa zikigombania ile trending huko YouTube, na miongoni mwa nyimbo hizo ni ya Harmonize pamoja na Ibra, ya Alikiba pia, ya kwake Mario, ya kwake Diamond Platnumz, hii ya Sasampa. Sasa inakuaje Mario akajihusisha moja kwa moja kuonekana katika wimbo huo wa Diamond Platnumz? Haoni kama wimbo wake utaonekana wa kawaida? Mashabiki wa Diamond Platnumz waliongea mengi kiukweli kwa kusema kwamba Diamond ana akili kubwa sana. Ameona Harmonize na Alikiba mziki wao kawaida sana, hawezi kuzidi moto wa Mario. Sasa Diamond akaona mvute Mario katika video yake ya Sasampa, iliyote kwa yote kushusha Mario ili ngoma yake iwe kubwa, na kweli bana ni kama amefanikiwa. Right now video ya Sasampa ina siku 3 tu, lakini viewers ni zaidi ya milioni 1 na iko nambari 1 trending mjini YouTube, kwa maana kwamba tayari kashampiga chini Mario, kampiga chini Harmonize na Alikiba. Lakini pia hizo zimekuwa ni kauli za mashabiki wa Diamond Platnumz kwa hii mbinu kwamba aliotumia Diamond kuvuta Mario kwenye video yake ya Sasampa. Mambo yamekuwa super kabisa. Mara tu baada ya maneno kwa mengi mitandaoni kisa Mario kuonekana katika video ya Sasampa ya nyimbo ya kwake Diamond Platnumz, taarifa ilimuibua dada wa taifa mwanaharakati Mange Kimambi, na akatoboa siri kwa kuwasanua mashabiki kwamba Diamond kamforce Mario kuwa katika hiyo video yake ya Sasampa. Mario alikuwa bana hataki, na ukiangalia hii video hiyo mwishoni kabisa utamuona Mario kama kainama fulani hivi, kainamisha kichwa hivi, hataki kuonekana kama ni yeye. Alishashtuka kuwa Diamond amemvuta kutumia tu ukiachana na Bange pia chawa wa Alikiba. Hapa tunamzungumzia bwana mkubwa Mwijako, aliweza kuzungumza pia kwa kudai kwamba Diamond ana mchezo wa kuchukua nyota za wasanii wenzake ili tu yeye aendelee kuonekana kwa mkubwa zaidi, lakini hana lolote. Ni kweli Mario alilazimishwa na kutishiwa na watu wa Diamond Platnumz kwa endapo tu kama asipokuja kwenye hiyo video basi watamtenga na wala hawatapromote muziki wake. Kwa hiyo Mario bana akaogopa kwa ukubwa wa Diamond Platnumz, kwa maana wanatishia wasanii wenzie kuwa atawapoteza kwenye muziki ikiwa tu yeye ndo mwenye muziki wa Bongo Flava. Endapo kama ukimkatalia basi tegemea kupotea kimuziki kivyote vile. Aliyomaliza kuongea Mwijako, lakini pia kuhusiana na hili la Mario na Diamond Platnumz, na Mange pia alitia neno hapo, na kwamba hata Mario ukiangalia ni kama mwishoni alikuwa anainamisha kichwa kujificha, mizu kwamba alikuwa hataki kuonekana. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Biomedia, hili linatamatishwa kama ifuatavyo. Unaamini kweli ndo michezo ya Diamond Platnumz kuchukua nyota za wasanii wenzie au anamsingizia tu? Tuandike kwenye comment section. Moja comment ambayo tuiandika tuweza kuipitia next video kwa uzuri kabisa. I hope umeweza kuenjoy. Till next time mtazamaji, uwe na wakati mwema. Endelea kusubscribe, endelea kushare, kulike, comment, itakuwa inapendeza. Bye bye.